Habari mkulima pamoja na mfugaji, karibu tena katika channel ya Shamba Ujuzi, na siku hii ya leo tutaenda kuangazia mbinu 4 unazoweza kuzitumia kuongeza kipato chako maradufu kuelekea katika msimu huu wa sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya. Ikumbuke kabisa, kuelekea katika sikukuu hizi za Christmas pamoja na mwaka mpya, mahitaji ya mazao ya shambani pamoja na mahitaji ya mazao yatokanayo na mifugo, mahitaji yake yamekuwa ni makubwa mno, na kipindi hiki ni muda ambao bidhaa nyingi za mashambani na bidhaa nyingine zote hupanda bei. Hivyo wafanyabiashara wengi huzitumia kuweza kutengeneza faida katika msimu huu wa sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya. Na hivyo ni fursa yako wewe mkulima pamoja na mfugaji kuweza kutumia mbinu hizi kuweza kuhakikisha kwamba unaongeza kipato chako katika kuelekea msimu huu wa sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Familia nyingi zimekuwa na desturi ya kukaa pamoja na kusherekea pamoja kwa kula vyakula tofauti tofauti ambavyo huzalishwa na wakulima pamoja na wafugaji. Kwa hiyo ni muda sahihi sana kwa wakulima pamoja na wafugaji kuweza kuongeza kipato chao maradufu kuelekea katika msimu huu wa sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya. Na hapa nimekuandalia mbinu 4 ambazo unaweza kuzitumia kuhakikisha kwamba unatengeneza kipato cha kutosha wakati wa msimu huu wa sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya. Lakini hakikisha kwamba una subscribe, una like, lakini na kucomment, lakini pia unaweza ukatupa mawazo yako kwenye comment. Lengo na nia ni kuweza kuwainua wakulima pamoja na wafugaji. Karibu. Na hii ni mbinu namba 1 ya kuuza mazao yenye mahitaji makubwa wakati wa sikukuu. Kuelekea katika msimu huu wa sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya, mazao mengi yamekuwa na uhitaji mkubwa kutokana na matumizi yake. Kwa mfano, matumizi ya mboga mboga kama vile nyanya, vitunguu, pilipili, karoti, hoho, matunda kama vile tikiti, nanasi, machungwa, mapera na aina nyingine ya matunda ambayo yako katika msimu huu yamekuwa na uhitaji mkubwa. Lakini pia mahitaji mengine ya mazao kama vile viazi vitamu pamoja na viazi mviringo vimekuwa na mahitaji makubwa sana. Sasa mahitaji ya bidhaa hizi, kwa mfano mboga mboga ikiwa ni nyanya, vitunguu, pilipili, karoti na hoho, vimekuwa na mahitaji makubwa sana. Kumbuka, katika mapishi yote yanayoandaliwa katika msimu wa sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya, hakuna mapishi ambayo yanaenda bila kuwepo na nyanya, vitunguu, pilipili, karoti na hoho. Mapishi mengi yamekuwa yakitumia kutumia aina hizo za mboga mboga. Kwa hiyo ukiamua kufanya biashara ama ukiamua kutumia pesa yako kuwekeza katika kununua aina hizi za mboga mboga na kuweza kwenda kuziuza, unaweza ukapata kipato kikubwa, kwani mahitaji yake ni makubwa na yanatoka kwa haraka, na hata bei yake kipindi cha msimu wa sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya, bei yake inakuwa iko juu kidogo. Kwa hiyo ukiweza kupata mboga mboga hizi kama vile nyanya, vitunguu, pilipili na karoti ambazo zina viwango ambavyo ni vizuri, ni rahisi sana kuweza kupata wateja kwa sababu mahitaji yake ni makubwa mno. Lakini tukija katika upande wa pili wa matunda, kwa mfano tunaangalia matunda ambayo yako katika msimu, mfano tikiti maji, nanasi, machungwa, mapera na vitu kama hivyo. Hayo ni matunda ambayo yapo katika msimu huu wa mwezi huu wa 12, na mahitaji yake yamekuwa ni makubwa sana, kwani watu wengi wamekuwa yakinunua matunda kwa ajili ya kuweza kuongeza flavor katika vyakula, lakini pia wameweza wananunua matunda kwa ajili ya kutengeneza juisi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukiamua kuchukua pesa na kuiwekeza katika kununua matunda na kwenda kuyauza katika kwa wahitaji, maana yake kwamba uhakika wa matunda haya kuisha kwa siku ni uhakika, kwa sababu mahitaji ni makubwa. Lakini tukiangalia vitu kama viazi vitamu pamoja na viazi mviringo, wengi wamekuwa wakivitumia aidha kupika katika wali na vitu kama hivyo. Lakini pia tukiangalia mahitaji ya vitu ya chakula kama mchele. Mchele ni chakula ambacho kimekuwa ni famous sana, na mahitaji yake katika msimu wa sikukuu za Christmas ni makubwa mno, na hata bei inabadilika. Kwa hiyo wewe kama mkulima ama mfugaji, ukiwa na fedha yako ukawekeza katika kununua bidhaa hii ya mchele na ukaileta na ukauza, mahitaji yake ni makubwa na una uhakika wa kufanya circulation kubwa ya biashara yako, sababu mahitaji ni makubwa.
Hiyo ni mbinu ya kwanza, kuhakikisha kwamba unauza mazao yenye mahitaji makubwa wakati wa msimu wa sikukuu. Na nimekupa mfano kama mboga mboga, nyanya, vitunguu, pilipili, karoti, hoho na vitu kama hivyo. Lakini matunda kama tikiti, nanasi, machungwa, mapera na vitu vingine na matunda aina mengine. Lakini pia viazi kama viazi mviringo ambavyo wanavitumia katika kutengeneza vyakula na pia kuweza kupikia katika labda wali, pilau na vitu kama hivyo, kutengeneza chipsi. Lakini pia biashara ya mchele, ambao mchele mahitaji yake ni makubwa sana katika msimu huu wa sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Mbinu namba 2, kuandaa basket za mboga, matunda na vyakula. Yaani hii kitaalamu tunaita ni food hampers. Hii ni fursa kubwa kwa makampuni, familia, watu wanaotaka zawadi za sikukuu na vitu kama hivyo. Unaweza kupaki matunda, mboga, viungo, asali, karanga, maziwa na vitu vingine kadhalika. Kwamba unaweza ukatengeneza basket ama tunasema ni kapu la sikukuu. Ndani ya lile kapu unakuwa unaweka vitu mbalimbali ambavyo vinatumika katika kuandaa vyakula mbalimbali katika msimu wa sikukuu. Kwa mfano, katika kapu unaweza ukaweka matunda, kwa mfano parachichi, ukaweka labda embe, ukaweka labda tuseme labda passion na vitu kama hivyo. Lakini ndani ya lile kapu ukaweka labda kilo 1 ya mchele ama kilo 2 za mchele, ukaweka nyama nusu kilo, ukaweka nyama ya kuku, ukaweka mafuta, ukaweka chumvi, ukaweka mboga mboga, kila kitu. Maana yake ile package inavyonunuliwa na mteja, moja kwa moja akifika anaweza kaandaa mlo wa moja kwa moja wa familia yake, kwa sababu ndani ya ile bucket kunakuwa na kila kitu. Kwa hiyo ukifanya namna hiyo, kwanza itaongeza thamani ya yale mazao yako. Kwa hiyo badala ya nyama labda kununua hiki, ukivichanganya kwa pamoja, unaweza kukuta ile bei ya lile kapu inaweza kaenda mara 2 na mteja anafurahia, kwa sababu ndani ya lile kapu umemrahisishia, kuna kila kitu ambacho anaweza akakitumia kuweza kuandaa mlo wake wa siku hiyo. Hii tunaita ni food hampers. Kwa hiyo ndani yake kunakuwa na matunda, kunakuwa na mboga mboga, kunakuwa labda na mchele na vitu kama hivyo, kiasi kwamba ile package ikiingia jikoni inaweza ikatengeneza pishi moja. Kwa wale wapikaji nikisema pishi moja wanakuwa wananielewa. Kwa hiyo package hii sasa unaweza ukaitengeneza kama Christmas gift, ama tunasema ni unaweza kuitengeneza kama zawadi ya Christmas, ama ukaitengeneza kama zawadi ya mwaka mpya. Kwa hiyo kuna makampuni ambayo wanakuwa na tabia ya kuwapa wafanyakazi wao zawadi wakati wa msimu huu wa sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya. Kwa hiyo unaweza ukatumia fursa hiyo kutembea katika makampuni hayo, ukatengeneza ukafunga hizo tunasema ni food hamper, ama kuandaa hizo basket za mboga mboga na matunda. Kwa hiyo ukawapa makampuni wakawagawia wafanyakazi wako. Kwa hiyo unakuwa umetengeneza kipato. Lakini pia hii basket hiyo unaweza kuuzia familia wakaichukua wakapika kama mlo, na watu wengine ambao wanakuwa na uhitaji wa zawadi za wakati huu wa sikukuu, kwa sababu tunajua katika msimu wa sikukuu watu wengi wanapeana zawadi. Kwa hiyo kwa kufanya vile, kwa kutengeneza hizi basket za mboga mboga pamoja na matunda na vyakula, inaweza ikakutengenezea kipato kikubwa, kwa sababu inamrahisishia yule mteja kupunguza ule muda wa kwenda sokoni na kutafuta kimoja baada ya kingine. Sasa wewe unakuwa umevitafuta, alafu umetengeneza package ambayo unaipa bei kulingana na content ya vile vitu ulivyoviweka humo ndani. Mbinu namba 3, kusindika mazao, ama hii tunaita ni value additions. Ni kuongeza thamani katika yale mazao yako. Unaongeza vipi thamani? Tunajua kabisa wakati wa msimu wa sikukuu watu wanatafuta bidhaa zilizokwisha tayarishwa. Kama ni matunda, mtu anataka yawe yameshatayarishwa, yeye anachukua na kwenda kutumia. Kwa hiyo katika msimu huu wa sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya, unaweza ukaongeza thamani ya mazao yako na kuweza kuongeza thamani ama kuongeza kipato, kwa sababu unavyoongeza thamani maana yake hata bei yake inakuwa inabadilika. Kwa mfano, katika kuongeza thamani unaweza ukachukua matunda ukatengeneza juice. Kwa mfano juice ya embe, juice ya nanasi, tikiti na vitu kama hivyo. Unapotengeneza ile juice, maana yake utauza juice, hautauza tunda. Maana yake thamani ya yale mazao yatakuwa yameongezeka, kwa sababu umeweza kutayarisha
lile tunda kutoka tunda na kulifanya kuwa juisi. Kwa hiyo kwenye tunda moja unaweza kupata glasi 2 ama 3, na glasi moja unakuta unauza 1000 ama 1400. Kwa hiyo tunda moja inaweza katoa hata glasi 2. Tunda moja umenunua 500, ukatengeneza glasi 2 ambazo glasi 2 ni 2000. Maana yake hapo umeongeza value katika lile zao lako na kuweza kupata kipato cha ziada kwa kuliongezea thamani. Lakini pia kwa wale wanaouza mboga kama labda tomato, hii tunasema ni nyanya, si ndio? Katika ile nyanya unaweza ukaitengeneza ukatengeneza kinaitwa ni tomato sauce, ambao sasa hii tomato sauce inakuwa inatumika labda wakati wa chakula. Kwa mfano wale wanaopendelea chipsi wanaitumia ile tomato sauce kwa ajili ya kuweza kunogesha ile chips. Kwa hiyo unaweza ukachukua zile nyanya ukatengeneza tomato sauce, alafu ukauza kwa wale wanaouza vyakula ama kwenye mahoteli, kwenye migahawa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuwa umeongeza thamani ya ile nyanya, kwa hiyo hata bei yake itakuwa ni tofauti. Lakini pia unaweza ukaandaa viungo mbalimbali vya vyakula, kwa mfano pilau mix, spice, garlic paste na vitu kama hivyo. Ukiviandaa, kwa sababu ni vitu ambavyo vinahitajika. Kwa mfano viungo vya pilau ni viungo ambavyo vinahitajika sana katika msimu huu wa sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya, kwa sababu familia nyingi zimekuwa zikiandaa pilau na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vile viungo vinahitajika. Kwa hiyo ukiweza kuviandaa vizuri, ukavipaki vizuri, maana yake utakuwa umeongeza thamani ya vile viungo na bei yake inakuwa ni tofauti, na hapo utakuwa umeweza kutengeneza kipato maradufu. Bidhaa za kusindikwa hufanya vizuri sana katika kipindi hiki cha msimu huu wa sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya. Mbinu namba 4, kuuza vyakula kwenye sherehe, ama hii tunaita ni catering. Tunajua kabisa katika msimu wa sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya kumekuwa na hafla nyingi sana za sherehe, nyingine za ubarikio, nyingine za ubatizo na sherehe nyingine nyingi ambazo zinakuwa zinafanyika katika msimu wa sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya. Kwa hiyo wewe kama mkulima unaweza ukaamua sasa kuuza vyakula katika masherehe mbalimbali. Kwa mfano wakati wa sikukuu hizi sherehe ziko nyingi sana. Kwa hiyo mfugaji anaweza kupata faida kwa kuuza nyama ya mbuzi, ng'ombe au kuku kwa kilo, au kutayarisha nyama choma, au kutengeneza pilau, chapati, chipsi na kuweza kuuza. Kwa mfano katika kuandaa labda nyama choma ya mbuzi, watu wengi wanapenda sana nyama choma katika msimu wa sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya. Lakini pia unaweza ukauza nyama ya kuku, either ukauza kuku mzima, ukauza vipande, ukauza kilo, whatever utakavyoweza kufanya, lakini unajaribu tunaweza tukaona kwamba matumizi yake ni makubwa. Au unaweza kutayarisha nyama choma ama kutengeneza pilau, chapati, chips na ukaweza ukauza, kwa sababu kama nilivyokueleza hapo awali, katika msimu wa sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya mahitaji ya vyakula na sherehe ni nyingi. Kwa hiyo ni fursa kwa mkulima kuhakikisha kwamba anatumia nafasi hii sasa kuweza kutengeneza kipato kwa kuweza kuuza yale mazao yake ama zile bidhaa zake ili kuweza kutengeneza kipato. Inapofika Januari unakuwa huna stress ya ada, huna stress ya kodi, maisha yanaenda. Wakati wengine wanalia stress ya kodi, ada, wewe mambo yako safi kwa sababu ulichanga karata zako vizuri katika msimu huu wa sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Wakati wao wanasherekea, wewe unasherekea, lakini huku unaingiza kipato. Asante sana. Nina imani kwamba mbinu hizi 4 zimekusaidia wewe mkulima pamoja na mfugaji kuweza kufungua macho na kutazama fursa ili kuweza kutengeneza kipato katika msimu huu wa sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya. Usisahau kusubscribe, kulike, lakini na kucomment. Hata kama ni kunipa pongezi unaweza ukaziweka tu hapo, mambo yakaenda. Hizi ndio sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya. Hakikisha kwamba unatengeneza kipato. Ikifika Januari wakati wengine wanaweseka, wewe unakuwa umetulia, huna stress. Enjoy.